Familia zaidi zinaendelea kujitokeza kuelezea namna jamaa zao walivyouawa au kupotea baada ya kusafiri kuelekea nchini Urusi kwa ajira. Vijana wapatao 15 kutoka vijiji kadhaa vya eneo la Transmara wakiwa kati ya wale walioondoka nchini kupigana vita vya Urusi na hadi leo hawajulikani waliko. Katika eneo la Bonchari, kaunti ya Kisii, familia ya Clinton Nyapara aliyeripotiwa kuuawa akiwa vitani imeamua kuzika mti baada ya kukata tamaa ya kupata mwili wa jamaa yao. Mwanahabari wetu Crispin Otieno ana taarifa hiyo kwa kina. Jumanne asubuhi katika kijiji cha Bomariba, maeneo ya Bonchari, kaunti ya Kisii. Hapa vijana wanaendelea kuchimba kaburi la Clinton Nyapara, kijana aliyeripotiwa kuuawa miezi miwili iliyopita nchini Ukraine baada ya kuhadaiwa kujiunga na kikosi cha Urusi. Huzuni hapa ni tele, wengi wakiwa wamelemewa na majonzi, kwani familia hii imeonekana kufika mwisho baada ya ngoja ya serikali kuleta mwili kuonekana kuambulia patupu. Wakiongozwa na wazee, wameamua kupanda mti maalum kwenye kaburi lililochimbiwa, wakiridhia kwamba hawataona tena mwili wake Nyapara. Haya tunaongoja. Haya tukipika simu kuonjoke, njoka amesema ongoja ripoti. Paka miezi mbili imeisha, sasa tukaamua kufanya hivi. Badala ya huyu mtoto kupotea hivyo kama nyang'au ama kama afisi, hata ingawa huyu kijana aliacha uzao wake. Hafla hiyo ya mazishi ikiashiria machungu ya kijana aliyetegemewa kubadili taswira nyumbani. We consulted wazee as per Kisii culture, who deliberately advised that no need of kungoja sana, such that kama amekufa. Zaidi ya kilomita 200 kutoka hapa, majonzi pia yametanda katika vijiji kadhaa Transmara. Kijiji cha Nagwenya, maeneo ya Kilgoris, kaunti ya Narok. Licha ya umbali wa eneo hili, tulivumilia ubovu wa barabara kwa saa kadhaa angalau kukutana na familia zilizowapoteza wapendwa wao. Japo kwa umbali, utulivu na tukaribisha hapa. Usichokijua ni kwamba sakata ya usajili wa Wakenya kujiunga na wanajeshi wa Urusi imewapokonya vijana kadhaa hapa. Hapa tunakutana na familia 3 zilizowapoteza wapendwa wao zikijiliwaza hapa. Baadhi kwa mara ya kwanza ndio wanasikia taifa la Urusi na jinsi wapendwa wao walivyofika huko ingali ndoto kwao. Vijana Eric Korinko, Kevin Ledama Mopesi na Alfred Bet wote walitoka hapa kati ya mwezi Juni na Novemba mwaka jana kwa lengo la kubadili taswira nyumbani. Ila tunalia kabisa kwa watoto wetu wale wameenda. Tunalia kabisa watoto wetu wameenda kufa. Viatu hivi vya Korinko ndivyo sasa vimesalia kama kumbukumbu kwa familia yake. Kwa familia ya Ledama, uchungu ni ule ule. Kwa familia ya Alfred Bet, kijana wao ambaye aliwahi hudumu kama mwanajeshi pia alipotelea Urusi. Huyo kijana wetu ni mdogo, hakuwa amekosa kazi Kenya hii, lakini mwenye alimuita alimdanganya kuja tutafute kazi Nairobi, lakini mwisho ndio ya korasha. Atutani kama yeye pato ako live, na tunaomba serikali asaidie sisi. Asa president yetu William Ruto ang'ang'ane asaidie sisi. Kwa sasa wanaishi tu kwa matumaini kwamba ipo siku watakutana na wapendwa wao hai au kupata miili yao. Bila shaka ni huzuni tele kwa familia hizi kutoka maeneo ya Transmara Mashariki, kwani hawakutarajia kwamba licha ya vijana wao kutoka vijijini wangeangamia kule maeneo ya Russia. Na sasa wanataka serikali kuingilia kati swala hili ili angalau miili yao iweze kurejeshwa nchini na waandae hafla ya heshima za mwisho. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Transmara Mashariki, kaunti ya Narok.